Amjambo tena. Jambo. Nina furaha wakati huu kwa sababu Mungu wetu ametulinda. Tumeenda kupumzika, tumerudi tena. Na si hiyo tu peke yake, bali tumekula pia. Wangapi wamefurahia chakula? Asante, tunashukuru Mungu kwa sababu kuna wengi ambao hawajapata chakula ya kukula. Lakini hivyo tunashukuru Mungu kwa sababu ametuneemesha na chakula, tumeshiba. Na wakati huu sasa tunarudi kwake ili yeye mwenyewe atulishe na chakula ya kiroho ambayo ni neno lake takatifu ambayo tutajifunza. Bado tunaendelea na mafundisho ya afya. Hivyo nawaalika mahali popote mlipo, msichelewe, mje tuanze pamoja. Na tuombe. Mungu wetu uliyeumba mbingu na nchi na vyote vilivyomo, ni wakati mwingine tunakushukuru Mungu. Tumesimama mbele yako, watoto wako wameketi chini ili waweze kusikia sauti yako ukiwanenea. Baba, naomba Roho yako Mtakatifu awe kiongozi na mwalimu wetu. Utufundishe kulingana na mapenzi yako na neema yako, kwa sababu hiyo ndilo hitaji lako kuu, mwanadamu apate maarifa na hekima jinsi ya kutunza mwili wake. Asante kwa sababu umeweza kutubariki na mafundisho hii ya pekee. Asante kwa sababu umesikia maombi yetu na utatujibu. Nimeomba kwa jina la Yesu aliye Bwana na mkombozi wetu. Amen. Amen. Asubuhi tuliweza kujifunza kwamba mwanadamu alipewa uwezo na akapewa kuishi katika shamba la Edeni. Kwa wakati huu tunaenda kuona Mungu huyu jinsi alivyompanga Adamu. Tuliona ya kwamba katika Mwanzo 1:29 tukaona alipewa chakula matunda. Alafu baadaye katika kitabu ya Mwanzo 3 mstari wake wa kwanza tunapata ya kwamba udanganyifu ulishuka pale na Adam akadanganywa mpaka akasahau na kuasi Mungu kwa maneno ambaye Mungu mwenyewe alikuwa ameahidi. Tutaona katika kitabu cha Mwanzo 3 mstari wake wa kwanza jinsi Adamu alivyodanganywa. Mpaka wakati huu tunaishi katika udanganyifu huo. Msomaji. Basi nyoka alikuwa mrefu kuliko wanyama wote wa mwitu aliyowafanya Bwana Mungu. Tumesikia ya kwamba soma. Neno la kiugo kĩa Ngai kĩroiga atĩrĩrĩ. Na rĩrĩ kiugo kĩa Ngai kĩroiga atĩrĩrĩ. Na rĩrĩ nyamũ ya thĩ yarĩ na ũhinga gũkĩra nyamũ ona ĩrĩkũ thĩinĩ wa nyamũ iria ingĩ cia gĩthaka iria Jehova Ngai ombire. Nayo ĩkĩũria mũndũ mũka ũcio atĩrĩ, anga Ngai nĩoigĩte atĩ mũtikanarĩe mũtĩ ona ũmwe wa mũgũnda ũyũ? Asante sana. Tumeweza kusikia katika kitabu cha Mwanzo 3 jinsi shetani alipomwendea mwanamke huyu Hawa. Hawa alikuwa mwanamke mzuri sana katika sura yake na alikuwa akipendeza. Na alikuwa akijua maagizo ambayo Mungu ametoa. Lakini shetani alipomwendea akamuuliza, "Je, Mungu amewaruhusu muweze kukula matunda haya yote katika yale yako bustanini?" Mwanamke akamjibu kwa furaha. Akamwambia, Mungu ametupa ruhusa ya kula matunda vyote, lakini katika mti wa katikati ya ujuzi wa mema alisema ya kwamba msile hata msiguze, msije mkafa, kwa sababu hiyo mti ni wa pekee. Lakini tunakuta shetani sasa akamjibu akamwambia, hakika
hamtakufa. Mungu alimuonyesha mwanadamu huyu ama mke huyu, mwanadamu huyu kwamba hii mtu wa katikati ni ya ujuzi ambao utajua mema na mazuri. Lakini msile msikuze. Shetani naye akaja akamwambia, kweli amesema lakini hamtakufa. Hakika hamtakufa. Pale mtaweza kujua mema na mabaya na zaidi mtafanana na yeye. Kwa sababu macho yenu yatafunguka. Katika majadiliano hiyo, mwanamke akawa sasa ameshawishika. Akaona kumbe nikikula hii mti nitafanana na Mungu. Akawa sasa na mashaka na uumbaji wa Mungu na Mungu mwenyewe. Wakati huo akaitazama ile tunda na akasema, hakika ni nzuri, inapendeza, na kama ukila je itakuwaje? Hebu soma mstari wa 2. Ama ulikuwa umefika wapi? Mstari wa 2. Nasema hivi. Nake mundu muka agicokeria nyamu ya thi akimira atiri, maciaro ma muti ya mugunda uyu turi etikirie kumaria. Nimefika hapo. Umefika hapo. Haya, wacha Mswahili basi asome. Aendeleze. Biblia ikasema, mwanamke akamwambia nyoka, matunda ya mti ya bustanini twaweza kula, lakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani Mungu amesema msiale wala msiaguze, msije mkavu. Endelea. Nyoka akamwambia mwanamke, hakika hamtakufa. Kwa maana Mungu anajua ya kwamba siku mtakayo kula matunda ya mti huo mtafumbuliwa macho, nanyi mtakuwa kama Mungu, mkijua mema na mabaya. Hiyo ni statement ya Shetani. Naye Mungu alikuwa ametoa sasa statement yake akimuonyesha Adamu huyu kwa upendo. Hii mti ni wa ujuzi wa kujua mema na mabaya. Lakini Shetani amemuongezea kwamba utafanana nawe. Ukienda mstari wa 3 inasemaje? Ama umefika mstari wa 5? Haya, endelea. 6 ikasema, mwanamke alipoona ya kuwa ule mti wafaa kwa chakula, wapendeza macho, nao ni mti wa kutamanika kwa maarifa, basi alitwaa katika matunda yake akala, akampa na mumewe naye akala. Hivyo ndivyo dhambi ilivyoingia ulimwengu. Mpaka wakati huu hata Mungu akituagiza bado tuna mashaka. Jinsi mwanamke huyu alivyokuwa na mashaka kwa maneno ya Mungu. Alipotazama tunda ile akaanza kushawishika na kusema ya kwamba kweli inapendeza. Akasahau ya kwamba kila siku alikuwa na Mungu. Mungu alikuwa akiwatembelea katika shamba la Edeni. Wakiwa marafiki, wakipendana, mwingine haogopi mwingine. Lakini wakati huo utaona kile kitu ambacho kitatendeka. Lakini tunaambiwa ya kwamba tuweze kujunga sana. Tusishawishike tena jinsi hawa alivyoshawishika, kwa sababu maneno matakatifu tumeandikiwa na Mungu mwenyewe katika uongozi wake wa Roho Mtakatifu. Tusitie shaka tusema ya kwamba ama itakuwaje ama nimezoea hivi. Hapana. Ni kwa sababu Mungu amesema hivyo na ni hakika hivyo. Mungu hana kigeugeu. Mungu habadiliki, ni ule ule. Kama amesema. Lakini hawa huyu akawa sasa amechuna ile tunda na akampelekea mumewe ili pia naye akule. Na tunaona ya kwamba wote walipokula pamoja sasa
wakashangaa na akaanza sasa kila mmoja kutorokea mwingine, kwa sababu kweli macho yao yamefumbuliwa, wameona kumbe tuko uji, lakini hawakuwa na amani tena. Hata wakachikuta ya kwamba Mungu rafiki yao ambaye alikuwa akiwadhuru kila jioni, waliposikia tu sauti ya Mungu wakaanza kukimbia na kwenda kujificha. Ni kwa sababu ya tunda ambao walikula, ambaye Mungu mwenyewe alikuwa ameambia kwamba msile. Hivyo tunajua ya kwamba katika tunapojifunza maneno ya afya ni lazima tuweze kujua kwanza mwanzo jinsi Mungu alivyowakiza mwanadamu, kisha tuweze kujua dhambi hii ulianziaje. Kumbe hata tunapokula vyakula nyumbani, huenda hata tutaweza kukula chakula ambayo itatufarakanisha na Mungu. Lakini Mungu kwa sababu ya huruma yake na kwa sababu ya upendo wake, ndio unaona anapanga mafundisho kama haya. Ndio akapanga mafundisho katika Biblia kwamba muweze kujifunza, alafu muweze kujua tabia ya Mungu na tabia ya shetani, ili mambo haya mawili tuweze kutofautisha na iweze kutujenga kiroho na hata kiafya na hata kiimani. Kusudi la Mungu tuweze kufahamu yeye jinsi alivyo na lengo la Mungu ni nini. Tunajua ya kwamba Mungu anahitaji tuweze kuwa na afya nzuri, anahitaji tuweze kutii sauti yake na kuwa na imani. Tunaona ya kwamba tumesoma na bado tunaendelea. Alafu tuweze kuona. Tunajua kuna kitu kimoja ama kuna mambo mengi katika kitabu ya Mwanzo 3. Hapo ndipo chemchemi ya dhambi ama mwanzo kuu ya dhambi. Njia ilifunguka ya uasi. Haya, endelea. Wakafumbuliwa macho wote wawili, wakakijua kuwa uchi. Wakashona majani ya mtini, wakajifanyia nguo. Endelea. Kisha wakaisikia sauti ya Bwana Mungu akitembea bustanini wakati wa jua kupunga. Adamu na mkewe wakajificha kati ya miti ya bustani, Bwana Mungu asiwaone. Sikia sasa. Dhambi ilikuja tu pole hivyo. Kumbe tunapoambiwa tuweze kutii Mungu, kumbe hata chakula peke yake itatufanya tuweze kutii sauti ya Mungu. Afya yetu kumbe inalingana ama iko na uhusiano wa Mungu na nasi. Kwa sababu tumeweza kuona ama unafanya nini? Haya. Sasa kwa hivyo tunaona ya kwamba uhusiano wetu mkubwa na Mungu ni kutii sauti yake. Tumeona ya kwamba Adam walipokubaliana kula matunda, utukufu wa Mungu ukatoweka, kila mmoja akajikuta kumbe ako uji, na wakaanza sasa kujuna matawi wakajifunika. Bwana Mungu alipotembea bustanini hawakuona kwa sababu wameenda kujificha. Alafu Mungu akaita, akamwambia Adam, uko wapi? Adam akasema, nimesikia sauti yako, nimejificha. Mungu akamuuliza, nani amekuwa nini umefanya? Umeshakula ile tunda ile nilikuagiza usile? Badala ya kujibu na kusema ya kwamba Mungu nisamee, nimekula. Hata aseme Mungu nisamee kwa sababu mke wangu ameleta na tumekula. Mungu utusamee. Akaanza kunyosha kidole. Si ni huyu mwanamke huyu ulinipa ndiye amefanya nile matunda ya ile mti. Kuanzia hapo laana na uhusiano wa mwanadamu na Mungu ukakunjika na ukakatika. Ndipo tunaona mpangilio ya kwanza ya Mungu, ya kwanza ambaye alimpa matunda ale. Sasa ikawa sasa akapewa menu ya pili
ambayo sio ile, akapewa menu ya jasho ya kufanya kazi ndio upate chakula. Ndio mnaona mpaka saa hii kama ufanyi kazi chochote hukuli, kama ufanyi kazi yoyote ya mkono upati chochote. Ndio tunakuta ya kwamba mwanadamu aliagizwa. Hebu tusomee kitabu ya Mwanzo 2:7. Hapo sio 2:7. 2:7 tuweze kuona, tuweze kujua ya kwamba katika hiyo mstari huo wa Mwanzo tunakuta ya kwamba baada ya laana wakaambiwa mtakula chakula kwa jasho mpaka siku ile mtakapokufa. Ni kwa sababu 3:19 Mwanzo ndio inasema hivyo. Anatuambia ya kwamba sasa laana ilitokea. Na kuna malaana karibu 3 hapo. Laana ya kwanza wakaambiwa sasa mtakula mboga katika maisha yenu, zile zitamea katika kondeni ama mashamba. Tena laana ya pili akaambiwa ya kwamba sasa mama akaambiwa wewe ndio utazaa mtoto kwa uchungu katika maisha yako yote. Na Adam utategemewa na mke wako katika maisha yako. Akaambiwa mke pia wewe ndio utamtegemea mume wako katika maisha yako yote. Ndio tunaona ulimwengu huu sasa wanahangaika, ni kwa sababu walifunja sheria ya Mungu. Ile Mungu mwenyewe aliwaambia ya kwamba msile matunda ya mti wa katikati, wakaasi. Tunapoendelea juma hili tutaona ya kwamba mwanadamu aliagizwa ale sasa mboga na mengine ambayo ni step ya pili ya chakula. Si matunda peke yake, ingawa ataendelea akikula matunda, lakini anaongezea matunda, mboga, maharagwe, viazi vile tunakula na mengine. Lakini katika hayo yote sio ya kuchuna kama vile. Sasa hii ni kulima, kushika jembe, ukitengeneze chakula chako kwa sababu uliasi ile Mungu alikuwa amekupea bure. Ndio tunaona ya kwamba Mungu ana mipango safi katika maisha yetu. Lakini katika hiyo mipango yake safi ni tuweze kumtii yeye anapotuagiza tufanye hivi. Mwanadamu akaendelea kukula nyama mpaka akaona sijui alichoka alifanyaje, akaona hapana, hata wanyama tukila si mbaya. Ndio tunaambiwa ya kwamba wakaanza kula nyama hata kabla ya karika. Wakaanza sasa kukula wanyama. Naye Mungu sasa akaona mwanadamu huyu nitamwangamiza, hata kaa tena katika nchi. Mwanadamu, Mungu akapanga mauaji ya kwanza ya mvua kunyesha katika kitabu cha Mwanzo 6. Tunaona ya kwamba baada ya karika sasa mwanadamu, kwa sababu mvua imenyesha na kila kitu maji ilimaliza, sasa mwanadamu akashauriwa kukula nyama. Mungu akawakubalia waweze kukula nyama katika maisha yao, lakini si ati milele. Walipewa tu kwa muda, kwa sababu Mungu alijua ya kwamba muda wa siku 150 maji itakuwa imeisha katika ulimwengu, na vitu vitaanza tena kumea, na mwanadamu huyu ataendelea kukula vile vyakula ambayo nilikuwa nimepea mara mbili. Vyakula ya matunda ya kwanza na ya pili mboga na mengine. Lakini wakati hizo zote zilimea baada ya maji kuisha, mwanadamu hakuajilia tena nyama, akaanza sasa kushikilia. Ndipo tutakapoendelea kujifunza tutakuja kuona Mungu anaendelea kutupangia nini. Tunajua ya kwamba kumbe uhusiano mzuri kabisa
ni ukule chakula mzuri ambaye Mungu anapendezwa naye. Anajua ya kwamba zile zote unapokula ukule ukimtukuza Mungu. Kitabu ya Wakorintho wa pili 6:19. Tuweze kusikia Mungu anasemaje, anatuambia nini. 6:19 16. Tena pana mapatano. Wa kwanza nafaa kwa wa kwanza 6:19. Wa kwanza 6:19. Ya mkondo wa kwanza. Wa kwanza 6 Biblia ikasema, au hamjui ya kuwa mwili wenu ni hekalu la Roho Mtakatifu aliye ndani yenu, mlipewa na Mungu? Akasema ya kwamba amjui wama utasoma kwa Kiswahili. Unapata? Sura amesema tunasoma Kikuyu. Kana hihi mutikomenya ati mĩĩrĩ yanyu nĩ hekalu ya Roho Mũtheru ũrĩa ũikaraga thĩinĩ wanyu, ũrĩa mwaheirwo nĩ Ngai. Ndio 20 alisema 19. Okay. Sasa tumeona Biblia inatuambia ya kwamba hanya mjui ya kwamba miili yenu ni hekalu ya Roho Mtakatifu ambaye imo ndani yenu. Sasa kumbe hii miili yetu ni hekalu ya Roho Mtakatifu. Akasema ya kwamba kwa Kikuyu anasema sio Kikuyu, Kalenjin anasema mani amujui. Tos monge no leborwe kwa hekalu ni Jehova. Ni bata mimigene tilile, ni mitengo kwege. Ndio inasema tuweze kujua ya kwamba kumbe hii mwili yetu inafaa tuweze kutunza, kwa sababu ni hekalu ya Roho Mtakatifu ambaye imo ndani yetu. Tunajua ya kwamba pasipo Roho kutuongoza hatuwezi kujua chochote. Tutakuwa tukikula kila kitu, tutakuwa tukikaa jinsi tupendavyo, lakini Mungu hapendi hivyo. Mungu ni Mungu wa mpango na anatuagiza jinsi ambayo tutakaa na kuishi. Katika Wakorintho pia wa kwanza 10:31 inasema maneno hapo. Anatuagiza kwamba chochote tukulacho, chochote tufanyayo, tufanye kwa kumtukuza yeye. Nasema basi mlapo au mnywapo au mtendapo neno lolote, fanyeni yote kwa utukufu wa Mungu. Mungu ametuambia ya kwamba tunapotenda kila kazi, kila jambo, tutende kwa utukufu wa Mungu. Unapokunywa maji, uhakikishe unakunywa maji yale tumeagizwa ya kwamba mwanadamu waishi vizuri akunywe maji glasi 8 kwa siku, kwa sababu mwili wake unahitaji maji. Unapokula pia uweze kukula mara 3, lakini unakula baada ya chakula chochote umalize masaa 5 kabla au chakula kingine. Usile baada ya dakika ama masaa unaanza tena kukula. Utakuwa sasa umeharibu mwili wako ama hekalu la Mungu, kwa sababu inasemekana kwamba ama inaonekana kwamba mwanadamu na mashini ile Mungu alimwekea, akikula anachukua muda wa masaa 5 mpaka unaishi njaa. Lakini usile tu kwa sababu ya tamaa ya chakula. Labda umeona chakula hiki ni safi, labda umekaa kwa muda mrefu au chakula na umetoka tu kukula ingine. Tunaambiwa ya kwamba ukisha kula chakula kama umeketi mezani, ukule kabisa vizuri. Na kama umemaliza kukula, basi ukae mpaka after 5 hours ndio ukule chakula kingine. Tena usiwe ukikula na kunywa maji.
kunywa maji kabla haujakula kwa muda wa nusu saa. Ukule nusu saa kabla ya chakula, alafu wakati utakapoendelea kukula chakula yako hautakuwa na kiu. Lakini usipokunywa maji kabla ya kukula, unapoendelea kukula chakula, mwili unahitaji maji, kwa sababu mwili unahitaji maji ya kutengeneza chakula sile unakula. Na ukikula maji tena baada ama wakati huu unapoendelea na maji, ujue kama maji yako ni baridi, hiyo chakula sasa itasimamishwa, alafu maji iwekwe joto ndio iende. Katika muda hiyo wote huo itaharibu hiyo vyakula, haitaenda sawa. Inafaa uweze kunywa maji kabla ya kukula, na baada ya kukula ukae masaa 2 ama saa 1.5 ndio uweze kukunywa maji, ndio chakula hiyo umekula isiharibiwe. Hivyo ndio anasema ya kwamba mnapofanya chochote katika kukunywa au kukula, mkule kwa mpango, sio tukule tu hivi. Hapana. Mungu wetu anasema ya kwamba tuweze kukula kwa mpango mzuri ambayo italeta utukufu kwa Mungu. Ukisha changanya hivyo, inasemekana ya kwamba mara utakuwa na shida kwa hiyo tumbo yako ama nini, lakini hata kama hutakuwa na shida, lakini vile umekula katika sheria ya afya inasema ya kwamba umefunja sheria ya ukulaji. Tena unapokula, ukule polepole, usiharakishe. Tafuna hiyo chakula polepole ndio iende kwa mdomo yako kama umeweza kutafuna. Meno tulipewa kwa ajili ya kutafuna vitu, sio tumeze. Hapana, tuweze kutafuna hiyo vyakula vizuri, ndio ikifika kwa tumbo yako itakuwa imeshakika vizuri. Jambo lingine tena, tunaambiwa ya kwamba kama inawezekana, mwanadamu inasemekana anatakiwa kutafuna chakula times 40 kwa mdomo, ndio ipate hiyo mate ya mdomo, na ipate tena madawa ingine yenye iko kwa mdomo yako, ambayo wakati unaanza kukula chakula inatayarishwa ikuje iende na chakula. Kama kuna shida kwa tumbo yako, hiyo chakula imewekwa dawa ambayo itaenda kumaliza hiyo shida kwa tumbo. Ndio inasema ya kwamba tunapokula, tunapokunywa chochote tuweze kufanya kwa utukufu wa Mungu. Na tumejua ya kwamba kumbe miili yetu ni hekalu la Mungu, ambaye Roho wa Mungu yule anayeongoza mwanadamu mpaka akuwe mkamilifu kwa neno la Mungu anaishi ndani yetu. Kumbe sisi miili hii si yetu peke yetu, ni hekalu la Mungu ambayo inataka kutumika kwa kasi ya Mungu. Tunapoendelea na ninapomalizia ni kwamba Mungu anakusudia mwanadamu kuwa na akili timamu. Ndio unakuta kuna vitu ambaye inalewesha mwanadamu, ambaye Mungu mwenyewe hataki tuweze kutumia hizo, kwa sababu unaweza kukula chakula kwa njia mbaya na iweze kuchanganya chakula mpaka ukikaa au utakunywa pombe, lakini kule ndani ya tumbo chakula imeanza kuchacha huko kwa tumbo. Hiyo ni chakula gani? Naweza kusema kabla hujakula chochote, kama hujakula chakula, ukiwa tayari kukula chakula yako kwa masaa, tangulisha matunda yako, matunda tu yoyote mbele dakika 10 ama 15. Kisha sasa ukule chakula chako. Lakini ukila chakula alafu ufuatishe matunda, utakuwa unaharibu. Kwa sababu gani? Matunda, ujue mwili wa mwanadamu uliumbiwa matunda. Sasa hata unapoangalia matunda, hata ukipita barabarani ama ukiwa sokoni, unatamani sana, kwa sababu labda huenda huna pesa. Naona hii matunda kweli ungenunua machungwa, ungenunua nanasi, ungenunua nini? Ni kwa sababu umeona. Na nikwambie leo ya kwamba
ukulaji wa vitu vyote unaanza kwa macho, kwa sababu unaona. Alafu sasa hii macho inapeleka, nasema ya kwamba laiti kama ingewezekana ningekula hii, ama hii ingeletwa iingie ndani ya mwili wako. Sasa hivyo unapokula matunda, mwili wako, kwa sababu uliumbiwa hiyo, inataka iende kabisa kwa spidi yote, na inaenda kwa spidi haraka sana. Kwa hiyo madakika chache itakuwa imetawanywa kwa kila kiungo ya mwili. Sijui kama imeeleweka vizuri, kwa sababu umeona na mwili ya sasa, akili sasa ama mwili ama sehemu viungo vyote vya mwili, naambiwa ya kwamba kuna matunda safi inakuja maembe. Sasa kila kiungo ya mwili ama cells za mwili inahitaji sana, kila mmoja wanakimbia wanatoa chake na anaenda. Kesho tutajifunza juu ya maji, tuweze kujua maji inafanya nini katika mwili yetu, lakini sana sana tuweze kutunza na kukunywa maji sana kabla tutakula, ndio tusichanganye tena maji na chakula, na tusichanganye tena matunda na chakula. Kila mmoja ikienda na sehemu yake, mwili wetu itafurahi na itakaa vizuri, na Mungu atatutumia jinsi apendavyo, na atatufunulia hata maneno mengi makubwa ya siri. Hebu na Mungu aweze kuwabariki. Amen. Na tuombe. Baba wetu unayeishi milele sote, sifa na utukufu zikurudie, maana wewe ni mwalimu wetu mkuu. Wewe ndiye ulituumba na unajua sana viungo vya mwili yetu, ndio unajaribu sana kutufundisha tuweze kuelewa. Mungu, tunaomba ya kwamba kwa sababu hatuwezi peke yetu, tunaomba sana Mungu wetu uweze kuturumia na tuweze kutujalia tuweze kushika mambo haya. Roho wako Mtakatifu awe kiongozi wetu, awe akitukumbusha kila saa tusinywe maji tukikula, tusikula matunda baada ya kukula chakula. Hebu Mungu uweze kutupa mpango hiyo na hekima tutapata kama watumishi wako ambao walikuwa na hekima nzuri katika maisha yao. Ninaomba Baba ili uweze kutubariki jinsi umetufundisha. Naomba ni katika Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu. Amen. Umebarikiwa. Asante sana. Sasa tunaelekea kipindi kingine, kipindi cha kuchambua Biblia. Na kabla sijamkaribisha mhudumu ama mwalimu, namkaribisha mwimbaji Mary Wanjigu, karibu. Itura riri athikiriria irembo ngumuirira mahinda-ini maya ni tondu Jesu witũ ni aracoka ri, aratwira atiriri tathikiriria ini ngũina, uthikiririe ciugo ici uria igũkwĩra. Ndũgakome toro araũkanaria wacũnga nĩ ũgũkorererwo nĩ mũthenya mwerũ. Ndũgacũthĩrĩrie ũtonga wa thĩ ĩno, ũtonga wa thĩ nĩ ũgathira, waku ndũgathira. Ndũgacũthĩrĩrie ikeno cia thĩ ĩno, ikeno cia thĩ nĩ igathira, ciake itigathira. Rĩbora gũtoria, rĩbora gũtoria, tũkaina na araika, tũtongoretio nĩ Jesũ, tũkĩambata igũrũ, tũkĩambata igũrũ. Ũtheri mũnene nĩwatũtherera mũthenya ũcio wa Mwathani, gĩtĩ-inĩ kĩa ũnene, gĩtĩ-inĩ kĩa ũnene.
Amen. Tena katika masaa haya na wasalimu. Bwana asifiwe. Tunashukuru Mungu wetu sana tena kwa sababu ametunemesha na ametukubalia baada ya manguli kutana katika masaa haya tuendelee kulinena na kulitaja neno lake. Nataka kushukuru sana mnenaji wa kwanza mwenye ametuchukua katika kipindi cha afya. Mungu ambariki sana kwa sababu mimi ni msomi wa Biblia, lakini kuna jambo nimejifunza kuhusu vile Mungu alipanga katika vyakula, ila alisoma katika kitabu kile cha Mwanzo 3 vile ilielekezwa. Kwa hivyo Mungu akubariki sana Mama Esther Kurgat kwa sababu ya ujumbe huo, nami nimeelimika kiasi ya kwamba ninaona mkono wa Bwana. Kwa hivyo Mama Mary pia ni mjasiri wa kusoma maandiko na ni mjasiri wa kuimba, sababu sauti yake inatoka ni ya kama ni wa umri wa katikati, lakini ni mama mzee. Wacha na Mungu akubariki. Vile vile ndugu yangu mwenye ametuchukua katika kipindi cha uchambuzi wa Biblia, pia Mungu akubariki. Vile unaendelea kutufundisha, tunaendelea kupokea chumbe zingine zenye tulikuwa tunafahamu. Sasa tukisunganisha, ili neno linaendelea vyema katika akili zetu, na vile tunaendelea kujiandaa kwa sababu ya kuletea kwa Yesu Kristo. Hivyo ninachukua sehemu mbili katika masaa haya. Nataka tuingie katika kujifunza kuhusu unabii, sababu unabii ni kitengo cha muhimu sana katika watu wanajiandaa katika ufalme wa mbinguni. Kwa hivyo wacha tuombe ndio tuingie katika somo hilo. Baba wetu mtakatifu, mkombozi, na kushukuru kwa sababu ya neema na mibaraka zako. Asante kwa sababu tunaendelea kulisikiza na kulifuatilia neno lako kwa njia ya ukaribu sana. Asante kwa sababu ya kitengo hiki cha watumishi hawa na wale wengine tuliandamana nao katika maeneo haya. Wale umetutenga kando kwa ajili ya kunena, jina lako limidiwe na kuinuliwa. Na wale wote ambao wanasikiza, pia sisi zote tuweke tuwe katika kiwango kimoja unapotuandaa katika ufalme huu na hata ufalme ujao. Tunaomba kibali kutoka mbinguni cha kunena hili neno, na zaidi ya yote tunaomba msamaha wa dhambi, na asante kwa sababu unaendelea kushikilia wingu na tunapata nafasi ya kunena neno hili. Wacha mapenzi yako yatendeke, tunaomba kwa imani kupitia kwa jina la Yesu aliye mwana mwombezi wetu. Amen. Kuna mambo mengi tunastahili kuyaelewa kutoka kwa maandiko, sababu hii Biblia ni kubwa na ni nzito, sababu iko na mambo mengi, chumbe nyingi sana siko pale ndani. Na katika hii dunia tunaishi pia iko na mambo mengi ambayo tunastahili kuyaelewa na kuyafahamu. Lakini kwa haraka ningetaka nisomewe kitabu ambacho tunaita ni kitabu cha Danieli 12 mstari wake wa 4. Kuna mambo nataka kunukuu hapo ndio nichenge somo la masaa haya. Danieli 12 fungu la 4. Tukielewa vizuri ya kwamba kitabu cha Danieli ni kitabu cha unabii ambacho kinachosimulia mambo hayakuwa yametendeka, lakini ikiangazia yatakayotendeka wakati wake ukifika. Kwa hivyo sasa hayo ni mambo yalisimuliwa kwa Danieli na Mungu mwenyewe kutoka mbinguni. Sasa Danieli naye anatunenea, tulinganishe na zile nyakati tunaishi, tuone kama yametimia ama tunangojea. Nasemaje? Lakini wewe Danieli, yafunge maneno haya, ukakitie muhuri kitabu, hata wakati wa mwisho. Wengi wataenda mbio huku na huko, na maarifa yataongezeka. Kwa hivyo Danieli akiwa katika jonzi, kuna vile Mungu alimsimulia, kuna yale mambo Mungu alimfunulia, lakini akaambiwa hicho kitabu na akifunge na akitie muhuri mpaka wakati wake utakapofika, ili ya kwamba yafunuliwe. Na yatakapofumuliwa itamaanisha ya kwamba maarifa yataongezeka, na yakiongezeka machafuko yatakuwa ni mengi. Hayo ndio mambo matatu nataka tuzingatie katika unabii huo. Sasa nikikupea kwa muhtasari tu, ukitazama ninaona watu wengi wako hapa wenye umri ambao ni umri mkubwa, kama akina mama tuko nao hapa, ni kumaanisha ya kwamba
nyinyi nikiwatazama mlikuwa katika wakati wa Mwingereza. Mlikuwa mmezaliwa kabla tujapata uhuru, mlikuwa mmezaliwa. Kwa hivyo huo uongozi mliuona. Uhuru wa kwanza tukaupata kupitia kwa kiongozi anaitwa Kenyatta. Kwa hivyo aliwaongoza. Ndiye akachukua Moi, aliwaongoza. Na hata hapa penye tuko ni kwa kina Moi. Tena mwingine akakuja akachukua anaitwa Kibaki. Uhuru akachukua, sasa ni Ruto. Kwa hivyo katika huo mna bahati sana. Katika hii uongozi wote aina 5 Mungu amewajalia, mmeshuhudia, na hakika sasa mnaweza kupainisha na kulinganisha uongozi ule uliokuwa na ulioko sasa. Tukitazama wakati wa Mwingereza, kumaanisha ya kwamba uongozi ulikuwa watu kuongoza ilikuwa ni rahisi kuliko sasa. Sababu kaidi, ukora na uchanja huko kwa mwingi. Ukikuja katika uongozi wa Moi, vile vile ukora na uchanja na mambo mengi uongozi huku kuwa na uzito kama sasa. Sasa kuelekea vile kunaendelea kupambazuka, maarifa yakiendelea kuongezeka, ndio unaona sasa wakati wa uongozi watu wanaofia. Watu ukipata kwamba watu ni wa maeneo haya, ikiwa wewe sio mtu wa maeneo haya na tunaelekea katika uchaguzi, unaanza kupanga mizigo yako, unaelekea kweni nyumbani. Sababu huwezi ukajua kwamba nyumba zako zitapomolewa, mali zako zitaharibiwa na hata wewe mwenyewe utawawa. Ni kwa sababu wa ongezeko wa maarifa. Sasa ya maarifa yalivyoongezeka, yalianza kufunuliwa wakati gani? Nisomee kitabu cha Danieli 8:14. Tusikie ya kwamba ni wakati gani yalifunuliwa na yataisha lini. Ili ya kwamba tukielewa jinsi hiyo, tutajua penye tuko, tunachipanga namna gani, sababu karibuni Yesu yuacha. Nasemaje? Danieli 8:14. Inasema akamwambia hata nyakati za jioni na asubuhi, 2300 ndipo patakatifu patakapotakaswa, malaika Gabrieli afasiri maono. Kwa hivyo sasa Danieli nake agĩcokia akiuga atĩ no mũhaka gũtũre o ta ũguo gũtariĩ nginya hathire rũcinĩ ona hwaĩ-inĩ 2,300. Na rĩrĩ ihinda rĩu rĩathira-rĩ, nĩguo gĩikaro kĩu kĩamũre gĩgacoka gũtherio. Sawa. Hivyo sasa tumegundua ya kwamba pale katika Danieli 12 aliambiwa akitie muhuri na kukifunga kitabu mpaka wakati wako utafika utakayokuwa unafunuliwa. Tumepata katika Danieli 8:14 ya kwamba ufunuo wa Danieli utaanza na utaendelea katika kitengo cha miaka 2300. Hiyo sasa ni kuanza katika kuzaliwa kwa Yesu Kristo, upangilio wake mpaka mwisho wa dunia. Sasa tumepita katika vitengo mbalimbali. Ndio sasa ukiona maarifa yakiendelea kuongezeka, sasa tu karibu ukingoni, historia ya dunia inaenda kufungwa. Sasa maarifa yakiongezeka, ni kitu gani kinatendeka? Nisomee waraka wa pili wa Timotheo 3 fungu lake la kwanza. Ili ya kwamba tusikie Danieli miaka ya nyuma kabla ya kuzaliwa kwa Yesu. Danieli alionya ya kwamba maarifa yataongezeka na maovu yataongezeka. Kisha baadaye tunataka kuona baada ya Yesu kuzaliwa, mwenye ambaye ndiye atatimiza maneno haya yote kwa miaka 2300. Yeye sasa amezaliwa, amekaa nasi, amekufa, amefufuka na ameenda mbinguni. Sasa tunataka kuona huyu ambaye baada ya Yesu kwenda mbinguni na amekaa huko kwa miaka 11. Sasa ndio mtu anaitwa Paulo anafunuliwa na ananena kwa Timotheo akisema namna gani? Waraka wa pili wa Timotheo 3 fungu la kwanza. Kwa Kiswahili ikasema, lakini ufahamu neno hili, ya kuwa siku za mwisho kutakuwako nyakati za hatari. Za nini? Hatari. Za hatari. No rĩrĩ ũndũ ũyũ ũmenye wega atĩ matukũ marĩa ma kũrigĩrĩria nĩgũkagĩa mahinda ma ũgwati. Kwa hivyo maandiko inaendelea kutufunulia, tazama lifahamu neno hili, ya kuwa siku za mwisho zitakuwa siku za nini? Za hatari. Swali la kuoji, mimi na wewe tukikaa hapa katika nchi ya Kenya,
katika hii Afrika na katika ulimwengu mzima tunaishi kuendelea katika nchi nyakati za mwisho, ama tunaendelea kurudi katika nyakati za mwanzo? Si za mwisho. Na maandiko yamesema aje kuhusu nyakati za mwisho? Zitakuwa nyakati za hatari. Kwa hivyo sasa nataka kuuliza, ule uongozi ulikuwa wakati wa mkoroni, ndio tutaweza kutarajia leo? Kwa hivyo ukitazama katika uongozi wa sasa, ikiwa ni uongozi wa Kenya, sio Ruto ndiye shida, sio yeye ndiye shida, ni kutimia kwa unabii. Sababu tukielekea katika nyakati za mwisho, kiongozi yote atakayekuwa kiongozi atakuwa na njia nzuri ya kutembea, sababu maovu yamefanya nini? Yameongezeka. Ukiangalia Uganda, sio Museveni ndiye shida, hapana, ni nyakati za mwisho. Ukiangalia Tanzania, sio yule mama ambaye ndiye shida, ni nyakati za mwisho. Angalia nchi jirani hapa, watu wa Somalia, watu wa Sudan, sio wao ndio shida, sio viongozi, ni nyakati za mwisho. Sasa hata tumepakana hapa na Wasamburu. Sasa jiulize, hawa Badix wanaishi ndani ya msitu, sio wao ambao ni shida, sababu zamani mambo kama hayo hayakuwa yanaonekana vile yanaonekana. Lazima hayo yatimie ili kwamba hili chambo na hili neno pia lifike kiwango cha kutimia na kutimiza unabii, ya kwamba mimi na wewe tunayosoma unabii, tunayosoma maandiko, tunijue ni wakati wa mwisho. Sasa soma sehemu ya pili hapo kuteremka 2 fungu la 2, hiyo Timotheo. Maana watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe. Sasa kumaanisha ya kwamba wakati wa mwisho yale mapenzi, ule upendo wa zamani hautakuwa. Ninakumbuka vizuri nyakati za kina mama Esther zamani, hata hakuna mtu alikuwa anaenda sokoni kununua mahindi. Ukiwa na njaa unaenda kwa jirani, unapewa mahindi, unachukua kwa kisiagi, unaenda unakula bila gharama. Lakini siku hizi nenda ucharibu mahindi, mtu amepanda mahindi yake, kwa sababu yako ichakuwa uchukue mahindi moja uende kuchoma. Hapo unapatikana, unawawa, unachukuliwa gerezani, ikiwezekana hapo ndiye atakuwa msaada wako. Lakini ukipatikana unachoma kwa tile na uwezi ukazikwa nyumbani. Ni kwa sababu watu wamejipenda. Wakati wa zamani, hata ikiwa na shamba kubwa kama hii, ikiwa watu wanalima, ukitembea kwa jirani unapata chalima, watu wanaenda unamsaidia, wanalima na wanapanda mahindi pala, anapata chakula. Lakini siku hizi lazima ugharamike, kwa sababu watu wanajipenda. Wakati wa zamani, ukiona mwana wa mtu anatembea vibaya, unamuadhibu na hakika mzazi na yeye anafurahi. Lakini leo jaribu kumwadhibu mwana wa mtu, unachukuliwa gerezani na unafungwa, kwa sababu kuna sheria inasema mpaka hata katika katiba ya Kenya mtoto asichapwe kiboko pale shuleni. Tuko pamoja? Kwa hivyo kwa kutochapwa kiboko, nataka unisomee mama Esther, mama Mary katika kitabu cha Methali 29 fungu la 15. Tusikie vile Mungu anasema. Methali 29:15. 29:15 Methali kwa hapo. Inasemaje? 29:15 Methali. Hebu soma Kiswahili ukiwa umefika. 29 verses 15. Inasemaje? Inasema hivi. Ruthanju na kuruithio niciikagira mundu ugi uria wa ma, na mwana wa kurekererio niaconorithagia nyina. Yaani usimunyime mtoto mwanao kiboko. Sababu ukimnyima kiboko amekosa marekebisho. Kwa hivyo kiboko ni cha kurekebisha. Lakini na sasa wazazi wa leo wanasemaje? Ukijaribu kuchapa mtoto anaenda gerezani, ili achibu anakuchukua na unafungwa. Na wewe ni mzazi ulizaa huyo mtoto. Sasa angalia, Mungu anasema Mungu anakuletea aibu. Sasa angalia, mtoto amefanya mambo maovu kule nje, ameleta aibu kwa mji, lakini unaambiwa usimchape kiboko. Sasa Mungu yeye anasema ukitaka mtoto asileta aibu nyumbani, achapwe kiboko. Serikali inasema ya kwamba ukichapa mtoto kiboko ni hatia. Sasa tufuate nani? Hiyo ndio dunia ya sasa tunaishi.
Kwanza hiyo sheria hapa Kenya ifanyi kama nchi za ng'ambo. Amerika pale ukichapa mtoto kiboko anafinya kwa mlango alarm, na unapata hapo ya kwamba unakuja kufanya nini? Maaskari wanakuja hapo, unachukuliwa gerezani na hakika unafanya nini? Unafungwa. Kwa hivyo kumaanisha ya kwamba mtoto maandike na tuagiza chapo kiboko, lakini serikali inasema ya kwamba asicha akachapo kiboko. Hiyo sasa imeleta shida katika mauzia na maudhui ya mtoto kuendelea vizuri. Ndio sasa watu wanajipenda wenyewe. Ukiona ya kwamba usipomchapa mtoto unafikiria kwamba umemchenga, lakini umempomoa. Ndio sababu unapata watoto wengi siku hizi hata hawataki kusikia kila wazazi wanawaambia. Tuendelee kusoma ndugu Dennis. Ulikuwa mstari wa pili, Timotheo wa pili, 3, mstari wa pili. Watu wanajipenda wenyewe. Watu wanajipenda wenyewe. Wenye kupenda fedha. Sasa ukiangalia watu wa siku hizi, kila watu wanapenda Esther ni pesa. Watu wanapenda pesa sana. Hata kugharamika, jinsi tunagharamika kuja katika mikutano kama hii, watu wengine hawana haja. Wanapenda fedha. Mtu anasema mimi peke yangu. Ako na milioni 2, tena anatafuta bilioni 3. Ndio sasa unaona ya kwamba mambo inaitwa kwamba ni ufisadi imeenea mpaka ndani ya familia kwa sababu ya kupenda fedha. Sasa ikiwa umependa fedha, ni kitu gani kitakachokupata? Hebu nisomee Wakorintho wa kwanza 6:10. Yaani hapana, Timotheo wa kwanza 6:10. Timotheo wa kwanza 6:10. Tuone ya kwamba ikiwa umependa fedha, ni kitu gani kitakachokupata wewe kama mpenzi wa kupenda fedha. Inasemaje? Maana shina moja la mabaya ya kila namna. Shina moja la mabaya ya kila namna. Ya kila namna ni kupenda fedha. Ni kupenda fedha. Ambayo wengine hali wakiitamani hiyo wamefarakana pamoja na Mungu na imani. Kwa hivyo ni kumaanisha ya kwamba mtu akipenda fedha, yeye na imani wanakuwa ni maadui. Kwa hivyo nyakati za mwisho watu wanapenda fedha. Ndio sababu ukiona hata mikutano kama hii, huwezi ukaona watu. Sababu watu wako katika biashara zao, wako katika shughuli zao kwa sababu ya kupenda nini? Fedha. Sasa katika hali hiyo, hayo ni mambo yanatendeka wakati wa mwisho. Ndio unaona watu wako na shughuli. Unasikia kama kuna wakati moja ambaye alikuwa makamu wa rais, alikuwa anaitwa Kalonzo Musyoka. Akasema ya kwamba we want to encourage a 24 hours economy. Kama vile sasa wengine tunakaa sana pale Nairobi. Ukitembea pale katika mitaani, masaa 24 watu wanashughulika katika hali ya kutafuta. Mtu hana nafasi hata ya kulala. Kutafuta usiku na mchana, 24 hours economy. Kwa sababu watu wamependa fedha. Watu hawana hata nafasi ya kwenda kulisikiza na kulitafuta ama kutafutana na Mungu. Hizo ni nyakati za mwisho. Na hayo sasa yameenea sana katika nyakati za mwisho. Ndio ukiangalia hata siku hizi watu wameenda utumwani katika nchi za Uarabuni. Unajua zamani watu wakichukuliwa in slavery utumwani hawakuwa wanalipwa. Lakini siku hizi unaenda Uarabuni penye unalipwa, na ile pesa unalipwa haiwezi kukuhudumu wewe na hata na familia yako. Ni pesa kidogo sana. Na pale ukiwa pale, hata baba yako mzazi akifa ama mama yako, hata mwana wako mwenye umezaa, hawezi ukapewa nafasi mpaka ile contract resign ikiwa imeisha ndio unapewa nafasi. Watu wanaenda katika utumwani kutafuta pesa. Hiyo sasa ndio Mungu anasema ni nyakati za mwisho. Endelea kusoma sehemu nyingine. Wenye kujisifu. Sasa watu wenye kujisifu, ukitazama sasa watu wako na kiburi. Yaani mtu wa kujikweza. Mtu akiwa pale kazini anajisifu, anaona kwamba ndiye amefika. Akumbuki ya kwamba hicho kiti anachokikalia kuna mwenye alikuwa anakalia kabla ya yeye. Kuna wenye walikuwa kwanza. Kwa hivyo sasa nyakati za mwisho, ukiona watu wanajisifu, watu wanachinua, sio wao wabaya, isipokuwa wanatimiza unabii wa maandiko. Naendelea kusema wenye kutukana. Sasa tazama, nyakati za zamani unapata ya kwamba mtoto mdogo akiona mtu mzima anapita njiani, kitu cha kwanza anasimama kuonesha heshima ya kwamba huyu ni mtu mzima. Lakini siku hizi naenda utazame, labda katika kando ya barabara watoto wanaendelea kucheza mpira, na wewe unapita umevalia nguo nyeupe naenda kanisani. Hawana haja kama unapita. Anagonga ile mpira inaanguka katika nguo yenye umevalia ya white, unaenda kanisani umechafuka. Na ukijaribu kumuuliza anaanza kukutusi. Kwa sababu sasa wako na hiyo tabia ya inayoendelea yenye haina mienendo ya maandiko.
nyakati za mwisho. Naendelea kusema wasiotii wazazi wao, sasa watoto hawatii wazazi wao. wasio na shukrani. Sasa kidogo nataka kuelezea kila jambo. Wasiotii wazazi wao. Nataka uangalie picha ya nyakati wakati wa sasa. Mtoto wa zamani akiambiwa nenda dukani ukaleta kiberiti, anakimbia bila kuuliza jambo lolote. Lakini jaribu kumtuma mtoto wa leo, anakuambia ya kwamba kiberiti ni shilingi 5, lakini mandazi ni shilingi 10. Anakuambia usiponipatia shilingi 10, nienda kununua kiberiti, siwezi enda. Kwa sababu watoto hakuna utiifu tena, sio mapenzi yao. Nyakati za mwisho. Naendelea kusema. Wasio na shukrani. Wasio na shukurani. Wasio safi. Wasio safi. Sasa usafi ndio melemea watu sana. Mwalimu wa afya ametuambia ya kwamba kuna vile Mungu alituumba, jinsi ya kukula, jinsi ya kukunywa na jinsi ya kutenda. Sasa huo usafi hauko katika watu. Watu wanakula kila kitu. Unapata siku hizi watu, unapata ndio anakula nguruwe. Watu wanakula kila kitu amepatana naye, anakula tu. Kama sasa unapata ya kwamba siku hizi hata minyama, hata hizi kuku unapata unasikia kwamba ni improved kienyeji. Sasa ni madawa tu, watu wanakula tu. Watu wamefimba ni kama hizo nini? Wamefimba ni kama sasa ni wale wamedungwa madawa kwa sababu wameingiza sumu katika miili yao. Sasa watu hawana usafi wa kukunywa. Mtu anakunywa kila kitu. Naona kama siku hizi hata pombe yenye watu wanakunywa siku hizi sio ile ilikuwa inatumika zamani. Siku hizi watu wanaenda wanachukua kemikali wanachanganya wanapeana kwa watu. Ndio naona watu sasa siku hizi masafi yao imeanza kufura, wengine sura zao zimeharibika, wengine miguu imefura, wengine wamekuwa na magonjwa mbalimbali kwa sababu ya kukosa usafi wa kiafya katika miili yao. Sasa hayo mambo yameleta shida nyingi katika maisha ya watu, maisha ya wanadamu. Jambo lingine, wasiowapenda wakwao. Sasa wasiowapenda wakwao. Najua ndugu Dennis, kama vile uko hapa, unaweza ukakosa pesa ya kulipa semester. Na hakika ndugu yako anachiweza na akona kila kitu. Na aweza akakusaidia. Anakuangalia tu, hajui kama uko hai. Hawapendi wakwao. Na maandiko yanasemaje? Mtu ambaye atunzi wakwao anakuwa namna gani? Nisomee kitabu cha Timotheo wa kwanza 5:8. Timotheo wa kwanza 5:8. Biblia inasemaje? Ikiwa utunzi wa kweli. Biblia inasema lakini mtu yeyote asiyewatunza walio wake. Lakini mtu yeyote asiyewatunza walio wake. Yaani wale wa nyumbani mwake hasa. Wale wa nyumbani mwake hasa ameikana imani. Ameikana imani. Tena ni mbaya kuliko mtu asiyeamini. Tena ni mbaya kuliko mtu asiyeamini. Kwa hivyo mtu yeyote atunzi watu wa kwao, watu wa kwake, huyo ni muovu zaidi ya mtu asiyeamini. Sasa tazama, unaweza ukapata hata mama mzazi ama baba mzazi alisomesha watoto vizuri, lakini huyo baba mzazi ama mama mzazi anakosa hata shilingi 10 ya kununua Panadol na anakufa. Na hapa uko na mali na kila kitu. Kwa hivyo watu wa siku hizi sio kupenda kwao, ni nyakati za mwisho na utimizi wa unabii. Naendelea kusema. Biblia inasema wasiotaka kufanya suluhu. Wasiotaka kufanya suluhu, yani unapata kwamba mtu amekukosea hakika, lakini hataki kufanya suluhu pamoja nawe ili ya kwamba mrejeane kwa sababu kuna mahali mlitengana. Sasa watu wa hapo unapata ya kwamba mtu anakukosea tena anaenda anaonga pale kotini na unafungwa. Sababu juzi tu mwezi wa Disemba nilikuwa mahali panaitwa Kitengera. Nikaochiana na mjamaa mmoja ambaye alikuwa ni mwizi shugu sana. Alikuwa amemaliza miaka 30 gerezani. Na alikuwa amehitimu sasa, alifunguliwa tarehe 27. Nilifanya historia yake hapo, nikataka kuipeperusha kwa redio, lakini nikaona ya kwamba itahatarisha maisha yangu. Sababu yale maneno alifunua pale, hata niliangalia mpaka nikasema hii sio dunia tunaishi. Yaani kwa ufupi yale mambo alinieleza, yeye alikuwa ni mwizi ya criminal. Wanaenda wanafunja mabengi, wanaua watu. Akasema ya kwamba ukiona kuna mtu amewawa wakienda kuiba, ni yule mwenye hajafolo orders zao. Na wakienda kuiba mahali fulani, hiyo wamepanga na wale wako pale mpaka inafikia kiwango wanaenda kufanya hiyo kazi. Na hii sasa nikamuuliza mnatoa wapi bunduki? Wanaenda wanapewa tu na hawa walinzi wa misitu hapa, ndio alisema wanawapatia bunduki. Na hizi sasa malizazi wanatoa wapi?
wanaenda katika JSU wanapewa kutoka huko. Uniform wanapewa na polisi wenyewe. Wanafanya kazi wakirejeza pesa kwa hawa. Na yeye sasa hii bunduki aliyopewa, hiyo kazi iliyomfunga kwa hiyo miaka 30, yeye hiyo bunduki sio yeye alikuwa ametumia. Ni mtu mwingine alikuwa ametumia, kifanywa forensic screening, ikapatikana kwamba risasi ilitumika iliyo watu. Sasa akafungwa kesi ambayo sio yake. Kwa hivyo hiyo ndiyo inakuwa jinsi hiyo. Watu wanazingiziwa. Unapata mtu uko katika shida ambayo hukuwa unastahili kukua. Ni wakati wa mwisho. Na hayo yanaenea sana. Kwa hivyo mambo kama hayo kiyaona, ndio Mungu anatuambia tuangalie mienendo yetu vile tunafanya nini? Tunatembea. Utasame mnatembea na nani? Mnakaa na nani? Na mnasimama na nani? Kwa sababu unaweza ukajipata babaya penye hukuwa unataka kujipata. Naendelea kusema wasiojizuia. Wasiojizuia. Sasa tazama, watu wa siku hizi hawajizuii katika kutenda maovu. Ndio hata unaona sasa kama serikali ya ng'ambo imekataa Amerika haipeani msaada Kenya katika USAID. Na isipopeana hii misaada, sasa utaona virusi itaongezeka sana. Kwa sababu watu hawajizuii katika kutenda maovu. Mambo ya anasa imeenea sana. Sasa na ikiendelea katika hali hiyo, watu wengi watakufa kupitia kwa huo ugonjwa sababu hamuna kinga na hamuna madawa. Na hata ikiwezekana hii madawa ikose, sababu wanasema karibu watu milioni 2 wako na huo ugonjwa. Utaona watu watakufa kama inzi. Kwa sababu hamuna kinga na hamuna dawa. Ni kitu gani ilileta? Ni kwa sababu ya watu hawakujizuia. Na hii kutojizuia ndio sasa imezaa hiyo. Endelea kusema. Wakali. Watu ni wakali. Unapata kwamba mtu ni mkali zaidi ya simba. Unapata kitu inanishangaza ndugu Dennis vile uko hivi. Mzazi wako mwenye anakulipia karo pale shuleni. Lakini unasimama unaanza kupigana mangumi na baba yako. Hapo na mama yako unampiga kabisa. Na wewe ni mtoto wake. Na hakuna kitu anakuuliza. Na majirani wanatazama tu. Wakisema sasa mbona mzazi amemchokoza. Watoto ni wakali, wazazi ni wakali, mpaka unasikia vituke inatendeka katika dunia ni mambo maovu. Mtu ako na ukali mpaka anachukua nafasi, anaua mke wake, anaua watoto na yeye anajiua. Watu wako na ukali mpaka wa kunyonga. Hiyo sasa sio kupenda kwao nyakati za mwisho. Naendelea kusema wasiopenda mema. Watu wasiopenda mema. Watu wangekuwa wanapenda mema, hata huu uwanja ungekuwa umefurika. Lakini sasa watu hawapendi mema. Wacha nikuulize, hapa mjumbe hapa ni nani? Mjumbe hapa ni nani? MP. Anaitwa Ashira. Sasa ikiwa ni yeye alikuwa hapa, hata itamukwe tu ya kwamba atakuwa katika maeneo haya, hata bila kuwaita watu. Watu wangefurika hapa wanapinyana hata kabla hajaingia. Na hakuna kitu anakuja kuwapatia. Labda ni shilingi 50. Lakini katika hili neno la uzima lenye ambalo linakusaidia, ambalo ni njia linakupeleka mbinguni, hakuna watu. Hawana haja. Hawana haja. Hata wakiambiwa kwamba wachangishe, waweke carpet kwa barabara apite, watapeana. Lakini hata ukiuliza mtu shilingi 50 ili ya kwamba ieneze injili, mtu anakuambia kwamba sina. Nyakati za mwisho. Naendelea kusema wasaliti. Watu ni wasaliti. Hiyo hata tulikuwa tumeeleza hapo mwanzo. Wakaidi. Watu ni wakaidi tumekuwa tumeelezea. Wenye kujivuna. Wenye kujivuna tulikuwa tumeelezea. Wapendao anasa kuliko kumpenda Mungu. Hata hiyo ndio tumeeleza. Sasa watu wanapenda anasa kuliko kumpenda Mungu. Naenda katika mitaa ni kwa vile sasa tuko vichakani, hatuko karibu na mitaa penye tauni kubwa uone. Vile watu wanapenda anasa. Watu wanakunywa, watu wanakula. Mtu anatumia mpaka shilingi 1,100 katika kukula vitu ambavyo sio chakula. Vitu ambavyo inadhuru afya yake, inaleta shida kwa watu wengine, lakini sasa hapo wanapenda anasa sana na hawapendi mapenzi ya Mungu. Hiyo sasa ni nyakati za nini? Za mwisho. Wewe hata ukijiuliza samani mambo ukisikia kwamba kuna vyumba vya kujifurahisha kama penye watu wanakunywa pombe, vilikuwa vinapatikana katika tauni kubwa, lakini siku hizi ukienda mpaka Reserve lazima unazikuta pale. Na watu wako hapo wakikunywa, wakipenda anasa. Naendelea kusema. Wenye mfano wa utauwa. Wenye mfano wa utauwa, lakini wakikana nguvu zake. Lakini wakikana nguvu zake. Hao ujiepushe nao. Hao ujiepushe nao. Kwa hivyo watu wa mwisho, utaangalia hakika unaona yeye ni Mkristo. Lakini ukimpima kwa maandiko, unapata kwamba ni Mkristo China, lakini kwa tabia yeye ni umbwa mwitu ndani ya giza. Kwa hivyo Mungu amesema ujiepushe na watu kama hao. Kwa sababu ukiendelea kukaa na wao, na wewe utakaa kama wao. Kwa hivyo kutembea na wao ni kuwaelimisha katika neno, uwarejeshe katika boma la Bwana. Kwa sababu ni nyakati za nini?
za mwisho. Ndio sababu unaona ya kwamba tunaendelea kuambia watu ya kwamba Yesu yafanya nini? Yesu yuacha. Upende usipende, Yesu anakuja. Watu waokoke wasiokoke, Yesu anarudi. Kwa hivyo nyakati za mwisho siko na hatari sana ambazo tunafaa kusizingatia, kusitazama na tuondoke katika hali hiyo tukitazamia katika kiti cha enzi, sababu pale ndio kuna ukombozi. Hiyo ndio wito Yesu anaendelea kutuita. Usiku na mchana tunene neno lake. Tukiwa kitandani tunene neno lake. Tukiwa njiani tunene neno lake. Tukiwa mahali popote tunene neno lake. Kuandaa watu kwa ajili ya ufalme. Je, huyu ambaye nyakati hizi za mwisho tena ni kitu gani katika unabii Yesu atasema kitatendeka ili ya kwamba kabla arudi? Mathayo 24 fungu lake la 14. Mathayo 24 fungu la 14. Maandiko yanasemaje? Mathayo 24 fungu la 14. Inasema tena habari njema ya ufalme, tena habari njema ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu wote, itahubiriwa katika ulimwengu wote, kuwa ushuhuda kwa mataifa yote, kuwa ushuhuda kwa mataifa yote. Hapo ndipo ule mwisho utakapokuja, hapo ndipo ule mwisho utakapokuja, chukizo la uharibifu. Kwa hivyo kinacho Yesu anapowaagiza mitume wake na anapokuagiza wewe na mimi siku ya leo, ni kumaanisha ya kwamba kuna habari njema kabla haijahubiriwa katika ulimwengu wote. Yesu anaweza karudi. Ndio sababu umeona niliuliza wakati wa mchana au asubuhi, mkasema ya kwamba chumbe kama hizi, mikutano kama hii sio rahisi ionekane hapa na ichaonekana hapa, na leo ndio imeonekana. Ndio sababu tumekuja. Ndio nataka nikuelekeze nikikwambia hizi chumbo kisiona sikiendelea jinsi hii, ni kumaanisha Yesu yuaja. Ndio sababu amesema kabla alejee lazima hili neno liende katika pembe gani za dunia? Tumesema pembe nne za dunia, ili kabla Yesu afanye nini? Ndio Yesu arudi. Na hili ni neno jema la Yesu Kristo litakalohubiri, neno la ukweli. Kwa hivyo kumaanisha ya kwamba kuna neno ambalo sio neno la ukweli litahubiriwa katika dunia. Kwa hivyo Yesu anataka hili neno la ukweli lipenye katika vijiji na milima na maponde na katika vitongoji. Ndio sababu tumeingia hapa ndani penye, yaani watu ni wachache wanapatikana katika maeneo haya kwa sababu ni mashamba makubwa. Penye ni mipaka, watu wengine wasimami sababu ni mipaka hatari sana. Lakini Mungu ametuwezesha, tumefika hapa na tunanena hili neno. Kwa hivyo usichukulie hili neno kwamba tumejileta sisi peke yetu. Tumekuja kwa ajili ya Mungu ametuagiza ili ya kwamba linenwe, likuandae wewe, liniandae mimi, ya kwamba Yesu akirudi tupate nafasi katika ufalme wa mbinguni na katika uzima ujao. Ndio sababu tuko hapa. Kwa hivyo usione kwamba hili jambo ni hasara. Hii ni faida kwako na faida kwangu mimi, na hiyo ni kutimiza kuja kwa Yesu Kristo. Je, huyu Yesu mbona atarudi mpaka wa leo? Waraka wa pili wa Petero 3 ukisoma fungu lake lile ambalo ni la 9. Nasemaje? Biblia ikasema Bwana hakawii kuitimiza ahadi yake. Bwana hakawii kuitimiza ahadi yake, kama wengine wanavyokudhani kukawia. Kama wengine wanavyokudhani kukawia. Bali huvumilia kwenu. Bali huvumilia kwetu. Maana hapendi mtu yeyote apotee. Bali wote wafikie toba. Bali wote wafikie toba. Kwa hivyo sababu iliyomfanya Yesu acharudi ni kumaanisha ya kwamba kuna watu mahali fulani wenye watapata hili neno. Kuna watu mahali fulani wenye watapata huyu Yesu Kristo. Watakapompokea tu hivi, Yesu atarudi. Tuko pamoja? Ni kama umeona mvua ama nini? Sawa, vile napeana upepo. Kwa hivyo Yesu atarudi wakati watu wamempokea. Je, sasa kurudi kwa Yesu, hii neema iko na mwisho ama haina mwisho? Hebu tusome katika kitabu. Mbona sasa watu wanaendelea kutenda dhambi katika dunia hii? Unatenda leo na unasamehewa. Hebu tusomee kitabu cha Mhubiri 8 fungu la 11. Mhubiri 8:11. Andike nasemaje? Mhubiri 8:11. Mbona watu wanatenda dhambi tena wanasamehewa? Biblia ikasema kwa sababu hukumu juu ya tendo baya haitekelezwi. Kwa sababu hukumu juu ya tendo baya haitekelezwi upesi. Mioyo ya wanadamu huthibitishwa ndani yao ili kutenda mabaya. Mioyo ya wanadamu huthibitishwa ndani yao ili kutenda mabaya. Kwa sababu hii hukumu haitekelezwi upesi.
Kwa hivyo unaweza ukatenda dhambi leo kwa sababu Yesu alikufa kwa ajili ya dhambi, tena anakupatia neema, anakupatia nafasi nyingine ya pili. Ukiendelea ndio sababu Yesu atarudi. Je, hii mambo itafika mwisho ama itafika mwisho? Methali 29 fungu lake la kwanza. Methali 29 fungu lake la kwanza. Maandiko yanasemaje? Biblia inasema aonywaye mara nyingi akishuka, aonywaye mara nyingi akisupata shingo lake atavunjika ghafla, wala hapati dawa. Kwa hivyo ndugu mpendwa, kuna wakati umeonywa leo, kesho ukaonywa, juzi ulionywa. Kuna wakati hiyo onyo itafika mwisho na utavunjika ghafla, wala upati dawa. Kumaanisha kwa sasa kuna dawa, na hiyo dawa ni Yesu. Yesu akisimama kutoka kiti cha enzi, kwa sababu sasa nakaa akituombea, hiyo sasa itakuwa ya kwamba utapata pigo na shingo litavunjika na utapata dawa. Sasa marejeo ya Yesu atarudi achukue wale wamejiandaa katika ufalme. Ndilo lingekuwa swali. Ningekuache mimi na wewe leo hii tuwe katika ule mkondo, katika ile safari, tutembee katika ile barabara ya Yesu atakaporudi ya kumkaribisha, na tuimbe wimbo wa Musa na mwana kondoo kienda katika mahali pa mbinguni. Hilo ndilo lingekuwa wito, ili ya kwamba kwako wewe na mimi tuwe tumejiandaa katika jinsi hiyo, Yesu akicha apate nafasi katika maisha yako na katika maisha yangu, tupate nafasi ya kuingia katika mbinguni. Je, mtu anaweza kaoti ya kwamba mimi nimetenda dhambi sana, na hakika leo hii ndio nimesikia ujumbe huu, ninaweza nikasamehewa niende mbinguni ama sitaenda? Methali 28 fungu la 13. Methali 28:13. Biblia inasema afichaye dhambi zake hatafanikiwa. Afichaye dhambi zake hatafanikiwa. Bali yeye aziungamaye na kusiacha atapata rehema. Bali yeye asiungamaye na kusiacha atapata rehema. Kwa hivyo kile Mungu anahitaji, anajua kwamba sisi tunatenda dhambi, lakini anachohitaji tusije tukafiche, tusiungame na kusiacha. Mungu atatusamehe, tutapata neema na mbinguni tutaenda. Kwa hivyo hamna kitu chochote ukiwa mahali hapa umesikia ujumbe huu kitakacho kuzuia usiingie katika ufalme huo. Huo umeua, huo umefanya nini, umefanya jambo lolote, wewe njoo kwa Yesu na hakika atakupatia nafasi katika ufalme. Waraka wa kwanza wa Yohana 1 fungu la 9. Ukianzia 8 itakuwa bora zaidi. Biblia ikasema tukisema kwamba hatuna dhambi, twajidanganya wenyewe. Wala kweli haimo mwetu. Sio kusoma vizuri, kuna kitu umeruka hapa, imo ndani mwetu. Soma vizuri sasa. Wala kweli haimo ndani mwetu. Fungu la 9. Tukiziungama dhambi zetu. Sasa ikiwa tumetenda dhambi, kuna mwanya. Tukisiungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki hata atuondolee dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wote. Kwa hivyo mpenzi mpendwa, wewe ndio utakataa kwenda mbinguni, kwa sababu Yesu tumepewa Yesu bure, tumepata msamaha wa bure na tumepata ukombozi wa bure. Sasa wakati ni wako na mimi tuchukue nafasi kwa kupokea msaada huu wa msamaha na kupokea njia hii ya kwenda mbinguni. Tukimpokea, hakika tutakuwa na katika mahali penye hatutalia, penye hatutaomboleza, penye tutakuwa na shida, lakini tutakuwa safarini kuingia katika ufalme wa milele. Huo ndio uchumbe tumeleta katika maeneo haya ya Siriariet, China kama Siriariet. Sasa hiyo China kutamka inakuwa kasi ngumu. Huo ndio uchumbe tumeleta hapa. Hatuna jambo lingine. Sisi kila jambo tukiingia katika afya tunamalizia kwa Yesu. Mafundisho ya Biblia tunamalizia kwa Yesu. Mambo ya unabii tunakuangazia Yesu. Tunamfunua kupitia hapo. Na unamuona vile ni mwema na vile ni mkombozi katika maisha yako. Na ukimpokea na kuambia leo hii, maisha yako haitakuwa kama vile ilikuwa jana. Hata mienendo yako haitakuwa kama vile ilikuwa jana. Kwa sababu Yesu huyu ni muweza, atakuonekania, atakuwezesha katika yote na atakutumikia na utaingia mbinguni. Nataka tumalizie hapo. Ikiwa kuna swali, kuna nafasi. Kunayo swali kama kuongezea? Kuna swali. Uliza tu. Kutoficha dhambi zako. Kutoficha dhambi zako ni kufanya aje? Hebu soma Wakorintho wa kwanza 2 fungu la 11. Wakorintho wa kwanza 2 fungu la 11.
Biblia inasema maana ni nani katika binadamu ayajuae mambo ya binadamu? Maana ni nani katika binadamu ayajuae mambo ya binadamu? Ila roho ya binadamu iliyo ndani yake. Ila roho ya binadamu iliyo ndani yake kidogo. Sasa swali, ukiwa hapa ndugu Dennis, ninaweza jua kile unachofikiria? Si unajua dhambi zako? Sasa ile dhambi unayoijua ndio hiyo usifiche. Ndio nafaa kufanya nini? Kutubu kwayo, sababu naijua. Mimi na macho yangu ya kawaida siwezi jua. Kila Dennis anafikiria, kila ndugu anafikiria hapa, kila mtu yote ako hapa anafikiria. Lakini wewe ndio jua kile unachofikiria, dhambi zako unazifahamu. Sasa ukisichua, usicho kafiche, nenda ukatubu. Ndio maana yake. Kwa hivyo namwambia Mungu direct. Unamwambia Mungu direct yeye. Ile dhambi iko. Ndio hiyo. Unamwambia Mungu kupitia kwa Yesu. Waraka wa kwanza wa Yohana 2:1. Soma hiyo. 2:1. Sio kwenda kwa mtu kwenda kumwelezea. Usikuje kunielezea mimi. Sikia vile anasema. Biblia inasema watoto wangu wadogo nawaandikia haya ili kwamba msitende dhambi kidogo. Kwa hivyo sio mapenzi ya Mungu tutende dhambi. Anatuandikia hayo ili tutende dhambi. Mstari mwingine unasemaje tukitenda dhambi sasa? Naendelea kusema. Na kama mtu akitenda dhambi, tunaye mwombezi kwa Baba. Yesu Kristo mwenye haki. Kwa hivyo ukitenda dhambi unaenda kwa nani? Si kwa Yesu. Usikuje kwangu mimi. Mimi natafuta ukombozi na rehema kutoka kwa Yesu. Kama vile unatafuta, ni vile tu Mungu amenipatia nafasi ya kufafanua na kunena hili neno lake. Lakini mimi na wewe tu kitu kimoja. Hakuna mwenye ambaye ni mkubwa kuliko mwingine. Ni vile Mungu amekubali ya kwamba nikae hapa leo hii ninene hili neno. Labda na wewe siku ya kesho utakaa na unene hilo neno. Kwa hivyo tukiwa na dhambi, tunaelekeza sisi sote kwa nani? Kwa Yesu. Na huyu Yesu ni mkombozi wa dhambi yetu peke yake. Mimi ni nani? Soma fungu la 2. Hapo. Fungu la 2. Nasema naye ndiye kipatanisho kwa dhambi zetu. Wala si kwa dhambi zetu tu. Bali kwa dhambi za ulimwengu wote. Kwa hivyo kipatanisho sio mama wa Yesu bila wanasema kwamba mama Maria. Hapana. Maria mwenyewe anapatanisho na Yesu. Anayepatanisha ulimwengu wote sio mama wa Yesu ama baba yake, ni Yesu mwenyewe ndiye amepewa hiyo idhini. Hata yeye ndiye kiunganisho kati ya mwanadamu na Mungu. Timotheo wa kwanza 2:5. Timotheo wa kwanza 2:5. Yeye ndiye kiunganisho, sio mtu mwingine. Yeye ndiye daraja. Ikasema kwa sababu Mungu ni mmoja. Na mpatanishi kati ya Mungu na mwanadamu ni mmoja. Mwanadamu Kristo Yesu. Kwa hivyo ukitaka kwenda kwa Mungu, daraja ni nani? Yesu. Njia ni nani? Yesu. Mlango ni nani? Yesu. Usipitie kwangu ama kiongozi wa kanisa ama baba yako ama mtu yoyote ama mwenye unapenda, ni Yesu. Swali lingine? Umeelewa kwanza? Mungu akubariki. Swali lingine? Kiwa hakuna swali, Mama Mary nataka kuimba. Ukiwa na wimbo? Na unajua hii Biblia ni mzuri sababu hata mtoto akipatikana kama kutoa ushuhuda. Unajua hapa mbele utoa ushuhuda. Yaani nataka kutoa ushuhuda wa mtoto yangu juzi. Nilitoka kanisani. Huko Mbole. Na pia huko Mbele. Huyu kijana walikuwa wawili. Mmoja nikamuita sababu hatukuwa tumeonana na yeye. Na akakuja. Nikamwambia sasa sababu yeye ulipiga chakula na chakula na itaharibika. Enda chamusha hiyo chakula ukule. Kulikuwa saa 8 ilikuwa inaendea saa 9 na usiku. Na mimi nikasema hata niende pale kwa karibu kwa choo, niende nilipobidi. Kijana wangu mwingine alikuwa analala. Akakuja akaniambia, "Mama wacha kuiba. Wacha kabisa. Wacha. Wewe unaenda kanisa ya mashetani." Haya yule naye huyo mwingine akatoka jikoni akakuja kumwambia, "Waachana na mama aibe. Anaibaga namna hiyo. Waachana na mama haya." Akataka kurudia huyu mdogo. Nikamwambia wewe waachana na yeye uone mambo yako. Mimi si eti mashaitani. Naye huyu anasema, "Waachana na mama."
Basi akarudi akafuata huyo jikoni. Ni mtoto mtukutu. Nikajua atapiga huyu, atachapa huyo. Nikafuata, lakini Mungu alikurudi akasaidia, akaenda kwake. Kwa hivyo wazazi wanatukanwa wanatukanwa kabisa. Lakini hakuna kitu kiliendelea. Lakini tumeona ni nyakati za mwisho, sio yeye mbaya. Ndio nimeshuhudia. Ni nyakati za mwisho, hata mimi sikukasirika zaidi, lakini nilikasirika kidogo. Hata Mungu anasema hivyo katika nafikiria ni Wagalatia 3:28 inasema ya kwamba ukiwa sio 28 23 ukikasirika mpaka sio jua litue, ukasirika Mungu anakubali. Nilikasirika. Mungu atukuzwe. Asante. Sababu unabii lazima utimie. Ni hivyo. Kwa hivyo sasa wacha tuombe tukimaliza uchumbe wa siku ya leo. Ndio tuone vile Mungu. Ama ulikuwa na jambo? Ulikuwa na jambo Dennis? Alikuwa aimbe. Ukiwa naimba njoo uimbe, haina shida. Una nafasi. Haya, hii hivyo kama pastor angekuwa anasikia macho yangu. Mimi nasikia Kikuyu. Unasikia hii Kikuyu nasikia. Hii ni unabii. Kikuyu nasikia yote hiyo. Bas pastor. Ni unabii. Na inasema hivi, roroigaterere rwimbo ruru tathikiririai tondu ni wa marigiririo. Jesu witũ nĩ aracoka ihinda rĩtarĩ iraihu mũno. Rekei ndĩmũinĩre tondu nĩkĩo gĩtũmĩte njũke gũkũ nĩgetha nyine tondu nĩ ciugo cirĩ maandĩko-inĩ. Thikĩrĩriai. Mũcemanio wa Saitani na andũ ake nĩũcemanĩtie mũciĩ mũnene, meciria ũrĩa mekunina kanitha, magĩtua mawatho na makĩhĩtũkia. Mũcemanio wa Saitani na andũ ake nĩũcemanĩtie mũciĩ mũnene, meciria ũrĩa mekunina kanitha, magĩtua mawatho na makĩhĩtũkia. Andũ nĩ marekererio kanitha, mabatithio na maigĩrĩrwo moko, onamo maũira marekererio, no matikarekererio merire. Mũthenya wa kiumia nĩ mendererio, mũthenya wa gĩathĩ ũtuĩke mũnene, moima kuo macoke marumĩrĩrio, ikeno mĩthemba yothe mariganĩrwo. Andũ nĩ marekererio kanitha, mabatithio na maigĩrĩrwo moko, moima kuo macoke marumĩrĩrio, ikeno mĩthemba yothe mariganĩrwo. Mahingũrĩrwo irathimo cia mwĩrĩ, ona indo ciao mũreke cingĩhe, kũmenya matikamenye gĩtũmi, na matikaririkane cia igũrũ. Andũ nĩ marekererio kanitha, mabatithio na maigĩrĩrwo moko, onamo maũira marekererio, na matikarekererio merire. Andũ arĩa mũkuona temekũmenya, mahĩngĩcithanie na mũrutani, kamũira mecirie o nĩ arutani, njĩra ya muoyo-inĩ mariganĩrwo. Andũ nĩ marekererio kanitha, mabatithio na maigĩrĩrwo moko, onamo maũira marekererio, na matikarekererio merire. Arĩa maregete gũthiĩ kanitha, mũmera gĩahonoki nĩ tagũrũki, mũmahũrĩrĩrie nyũmba cia ikeno,
mumerage guku ni kwa dwagima andu ni marekererio kanitha mabatithia na maigirirwo moko ona mo mawuira marekererio na matikarekererio merire. We urathikiriria rwimbo ruru, we wi kunene na ni uraigua, tathikiriria mwandiki wa rwimbo uria igite ni kuina nguina ngucokera korathi na ekuga atiriri ati thiri ya muoyo-ini mutikamerekererio mumimenye tareke nyine andu ni marekererio kanitha mabatithio na maigirirwo moko ona mo mawuira marekererio na matikarekererio merire ati thiri ya muoyo-ini ndukarekererio wirire tondu kwirira niwe nyitithania na Mwathani, niwe nyitithania we wi wohonokio wa tene na tene. Warikia kwirira mehia maku, warikia kwirira mehia maku niwe iguithania na Mwathani. Uthamaki wa iguru ni waku. Mbarikiwe. Amina sana, amina sana. Tusimame kwa ajili ya ombi ili ya kwamba tukamilishe ujumbe wa jioni ya leo. Tunaomba. Baba wetu mtakatifu, mkombozi, tunakushukuru kwa sababu ya neema na mibaraka zako. Hakika umetupendelea, umekuwa mwema sana kwetu tangu majira ya asubuhi mpaka masaa haya. Asante kwa sababu umetembea pamoja nasi, tumelisikiza neno lako katika sehemu zote vile ilikuwa imepangwa katika siku ya leo. Na hakika penye hili neno limeanguka na uhakika limeleta faraja katika mioyo ya wengi na hata sisi wale ambao tunaendelea kulileta. Mtakatifu, tunakuomba ya kwamba ili neno lituchenge katika maisha haya, lituandae kwa sababu ya marejeo yako mara ya pili. Na tuna uhakika ya kwamba ikiwa kuna mmoja mwenye cha kupokea, mkombozi, unene na yeye ile lugha atakayoielewa ili zaidi ya yote akupokee, sababu tumepata katika maandiko utaki mtu yote apotee ila kila mmoja afikie toba. Asante kwa sababu ya kina mama wako hapa, wazee, vijana na watoto, kila mmoja. Mungu wangu, ninakuomba muonekanie kadri na ilivyo uwezo wako. Na sisi wageni na kikundi chote tulichokuja mahali hapa, tunaomba ya kwamba tuneemeshe, uendelee kutushikilia, utupatie neno tutakalo nena katika maeneo haya, iwasaidie na sisi litusaidie tunapojiandaa kwa pamoja kwa marejeo yako mara ya pili. Katika poma hili hata mzee ambaye alipatwa na achari, mkombozi, mpaka viungo vyake achisikii vyema, tunamkabidhi mikononi mwako, ukamuonekanie na ukamjazie, sababu wewe ni Mungu. Na wale wote tutashirikiana nao hapa na kule nje, jina lako limidiwe na kuinuliwa milele, sababu wewe ndiye Mungu. Baba wetu mtakatifu, sasa tunachiachilia mikononi mwako mpaka wakati ule tena utaona ni vyema tupate nafasi ya kunena ili neno lako, ni kupitia kwa jina la Yesu tumeomba na hata kuamini. Amina. Mungu awabariki. Yuaja ni kama umesahau salamu. Kwa hivyo nashukuru sana kwa mafundisho ambayo yametangulia mbele yetu, mafundisho ya afya. Tumejua wakati ambao inafaa tukunywe maji, tumejua wakati ambao inafaa tukule nini, matunda, si ndio? Hiyo ni mambo ambayo tumejifunza. Kwa hivyo kabla ya mambo yote, ama kabla hatujaanza kipindi hiki, wacha tusome kitabu Timotheo wa kwanza 2:1. Biblia ikasema nini? Biblia ikasema basi kabla ya mambo yote nataka dua na sala na maombezi na pia na shukrani sifanyike kwa ajili ya watu wote. Na tuombe. Asante Mwenyezi Mungu, nakushukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu umekuwa kiongozi. Asante kwa sababu tunafanya dua na maombezi ni kwa sababu ya watu wote walioko hapa. Wacha Roho Mtakatifu awe kiongozi, pia unitumie kama chombo. Kwa jina la Yesu Kristo naomba nikiamini. Amen. Asante sana. Kwa hivyo siku ya leo tumekuwa tukijifunza kuhusu neno la Mungu. Na tumeona ya kwamba
neno la Mungu ni nini? Neno la Mungu ni nini? Neno la Mungu ni taa ya miguu yangu. Hili liko katika kitabu ya Zaburi 109 mstari wake ni 105. Kwa hivyo tulijifunza mambo mengi asubuhi, tukaona ya kwamba neno la Mungu linasimama milele. Tukaona manufaa ya nini? Tukaona manufaa ya neno la Mungu. Na wakati huu pia bado tunaendelea kuona neno la Mungu. Bado tunaendelea kuona hili neno la Mungu. Pia tuliona ni nani aliandika neno la Mungu na ni mbona waliandika na ni nani aliongoza kuandika. Hiyo ni mambo ambayo tuliweza kuona siku ya leo asubuhi. Kwa hivyo jambo ambalo nataka tuone sasa katika Biblia ni kujua kwamba hii Biblia ni ukweli. Hii Biblia ni nini? Hii Biblia ni ukweli, na ukweli ambao tunatafuta kila mara unapatikana katika Biblia hii. Na ni kitabu tulisema kwamba tutauliza andiko. Kitabu ni Yohana 17:17. Biblia inasema watakaze kwa nini, msomaji? Yohana 17 fungu la 17. Uwatakase kwa ile kweli. Uwatakaze kwa ile kweli. Neno lako ndio kweli. Ni neno lako ndilo nini? Neno la Bwana ndilo kweli. Na kweli ambayo tunataka kutafuta kila mara, ukweli wa jambo lolote ambao tunatafuta sisi kama wanadamu, tunauliza ndani ya Biblia, ni kwa sababu neno la Bwana ndilo nini? Neno la Bwana ndilo kweli. Kwa hivyo tunaposoma Biblia tunapata kweli. Swali ambayo tunajiuliza mara mingi, je, yafaa tusome fungu moja au mbili? Hiyo ni swali ambayo tunajiuliza. Ili tuweze kupata huu kweli, je, yatupasa tusome fungu moja au mbili? Tuulize Biblia. Kitabu ni Mhubiri 7:27. Biblia ikasema nini, msomaji? Mhubiri 7:27. Biblia inasema, Tazama, asema mhubiri, mimi nimeyaona haya kwa kulinganisha hili na hili. Mimi, yani mhubiri anasema ya kwamba mimi nimeyaona haya kwa kulinganisha hili na hili. Ili kuitafuta jumla. Ili kuitafuta nini? Jumla. Ili kuitafuta nini? Jumla. Ameitazama hili na hili ili kuifanya nini? Kuitafuta jumla. Isaia 28:10. Ameona hili juu ya hili ili kutafuta jumla. Hili ni nini? Biblia inasema, kwa maana ni amri juu ya amri. Kwa maana ni amri juu ya amri. Amri juu ya amri. Amri juu ya amri. Kanuni juu ya kanuni. Kanuni juu ya kanuni. Kanuni juu ya kanuni. Kanuni juu ya kanuni. Huku kidogo. Huku kidogo. Na huku kidogo. Na huku kidogo. Unatafuta katika Ufunuo kidogo, unaenda Mwanzo kidogo. Unakuja Mhubiri kidogo, unaenda Yohana kidogo. Unakutoka katika waraka ambayo Paulo ameandika, unatoka huko kidogo, unaenda Yeremia kidogo. Unatafuta huku na huku. Unaona amri juu ya nini? Amri juu ya amri. Tuone kitabu ni Zaburi 109 mstari wake ni 11. Kuna jambo ambaye Daudi anasema hapa. Anasema ya kwamba kuna kitu ambaye nimeitia moyoni mwangu. Katika kitabu hiyo ya Zaburi. Soma Zaburi 119:11. Biblia ikasema nini? Biblia ikasema, moyoni mwangu nimeliweka neno lako. Moyoni mwangu nimeliweka nini? Neno lako. Nisije nikakutenda dhambi. Jambo pekee ambalo litatuzuia tusitende dhambi ni kuweka neno la Bwana moyoni wapi? Moyoni mwetu. Ambaye Daudi pia anasema ya kwamba moyoni mwangu nimeweka nini? Nimeweka neno lako. Ni neno la Bwana pekee ambaye inaweza kutuzuia tusiweze kufanya nini? Kufanya dhambi. Kwa hivyo asubuhi tuliona katika kitabu ya Zaburi, tuliona katika kitabu ya Waebrania, tukaona ni nani ambao waliandika. Kwa hivyo kwa wakati huu, na pia tuliona katika Petro wa pili 1:21. Kwa hivyo wakati unataka tusome kitabu ya Methali 4:20. Tuone jambo ambalo wanasema ya kwamba nimeitia. Zaburi inasema ya kwamba nimeitia neno lako moyoni mwangu. Kuna jambo ambayo tunaambiwa katika kitabu ya Methali 4:20.
Naenda hadi 23. Biblia ikasema nini? Kwa lugha ya Kiswahili. Aha. Mundu mugunda ni aregaga kwenja mugunda tondu wa heho ya thagathano na hingo ya magetha agetia irio na gutigikorwo kuri. Aha. Kwa hivyo ni jambo ambalo soma Kiswahili. Kiswahili. Aha. Methali 4:20. Aha. Mwanangu, sikiliza maneno yangu. Sikiliza maneno yangu. Tega sikio lako. Uzishike kauli zangu. Zisiondoke machoni pako. Usihifadhi ndani ya moyo wako. Usihifadhi maneno haya katika moyo wako. Maana ni uhai kwa wale wazipatao. Kwa maana unapoweka neno hili ndani ya moyo wako ni nini? Ni uhai. Aha. Kwa wale wazipatao. Ni uhai kwa wale wazipatao neno la Bwana. Na afya ya mwili wao wote. Umaliza 23. Aha. Linda moyo wako kuliko yote uyalindayo. Maana ndiko zitokako chemchemi za uzima. Kwa maana ndiko zitokazo nini? Chemchemi za uzima. Rudia kwa Kikuyu. Nasema hivi. Muru wakwa. Thikiriria uhoro wakwa. Inamireria gutugo ukuigue. Kiugo iria nguga. Ndukanareke ithenge maitho-ini maku. Cikaragie ngoro-ini yaku o gatagati. Amu haria magite nacio ina muoyo na igekira mwiri wao wothe ugima. Makeria ma wetigiri waku wothe wigitagire ngoro ni gukorwo ihumo cia muoyo nina thĩinĩ wayo iri. Tunapata uzima ndani ya nini? Ndani ya moyo, kama vile tumesomewa wale ambao wanaelewa lugha ya Kikuyu. Kwa hivyo tuone pia katika kitabu ya Mathayo 11:25. Mathayo 11:25. Maandiko yanasema nini? Wakati ule Yesu akajibu. Akawaambia, nakushukuru Baba. Akasema ya kwamba nakushukuru Baba, Bwana wa mbingu na nchi. Kwa kuwa mambo haya uliwaficha wenye hekima na akili. Kwa sababu mambo haya uliwaficha wenye nini? Hekima na akili. Mambo hayo Mungu aliwaficha wenye hekima na wenye akili. Ukawafunulia watoto wachanga. Watoto wachanga walifunuliwa mambo hayo ambaye ni kweli iliyo katikati ama iliyo ndani ya Biblia. Lakini neno hili ambalo tumepewa sisi wachanga hatuwezi elewa peke yetu. Ingawa Mungu amepea watu wachanga, hajawapea wale wenye akili na wenye hekima, lakini amepea watu wachanga. Soma kwa Kikuyu. Iraiga atiriri Biblia. Hĩndĩ ĩyo Jesu agĩcoka akiuga atĩrĩ, Mwathani wa igũrũ ona wa thĩ, ndakũgatha nĩ ũndũ nĩ ũhithĩte andũ arĩa oogĩ na imenyi maũndũ macio, ũkamaguũrĩria ndũkenge. Walipewa watu wachanga, hawakupewa watu wenye nini? Wenye hekima. Basi neno hili hatuwezi elewa peke yetu kwa sababu sisi ni wachanga, lakini Mungu anatuambia nini? Kitabu ni Yohana 14:20. 14:20 John. Hatuwezi elewa peke yetu, lakini tuna msaidizi ambaye anatusaidia tuelewe mafungu ama tuelewe Biblia. Yohana 14:20. Siku ile ninyi mtatambua ya kuwa mimi ni ndani ya Baba yangu, nanyi ndani yangu, nami ndani yenu. Nami ndani yenu. Hii ni maneno ambayo Yesu anasema siku ile mtatambua. Enda 16:20.
16:13. Kitabu ni Yohana 16:13. 16:13. Aha. Lakini yeye atakapokuja, huyo Roho wa kweli, ule Roho wa kweli atawaongoza awatie kwenye kweli yote. Atawaongoza awatie kwenye kweli yote. Kweli ambayo ni nini? Ataongoza katika nini? Kweli yote ambayo ni nini? Maneno yote yaliyo ndani ya nini? Ndani ya Biblia. Kwa maana hatanena kwa shauri lake mwenyewe. Kwa maana atanena kwa shauri yake mwenyewe. Lakini yote atakayoyasikia atayanena. Lakini yote atakayoyasikia atayanena. Na mambo yajayo atawapasha habari yake. Soma hiyo fungu vizuri. Hapo kwa atakayoyasikia ama mlioyasikia. Inasema, kwa maana hatanena kwa shauri lake mwenyewe. Kwa maana hatanena kwa shauri lake mwenyewe. Lakini yote atakayoyasikia atayanena. Lakini yote atakayoyasikia atayanena. Na mambo yajayo atawapasha habari yake. Na pia mambo yajayo ambayo ni unabii atawapisha habari yake. Atawapisha habari zake. Basi watu wa eneo hili, watu wa Siriaje, tutajuaje ama tutampokea aje huyu Roho wa Mungu? Kitabu ni Matendo ya Mitume 2:38. Njia ya kupokea Roho Mtakatifu. Petero akawaambia. Naye Petero akawaambia, tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina lake Yesu Kristo. Tubuni mkabatizwe kwa nani? Jina lake Yesu Kristo. Jina lake Yesu Kristo. Mpate ondoleo la dhambi zenu. Ya kwanza mtapata ondoleo la dhambi. Nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Na baada ya hiyo mtapata kipawa cha nini? Kipawa cha Roho Mtakatifu. Kwa hivyo huyu Roho Mtakatifu tutampata tu jinsi tutakapotubu na kubatizwa, tupate ondoleo la dhambi. Baada ya kupata ondoleo la dhambi, ndipo utaweza kupata nini? Roho wa nani? Roho wa Mungu. Baada ya kupata ondoleo la nini? La dhambi. Kwa hivyo, na baada ya kupata Roho Mtakatifu, huyo ndiye atakaye kuongoza katika kweli yote na utafahamu maandiko. Kwa sababu neno la Mungu pia limehakikishwa. Neno la Mungu limefanya nini? Limehakikishwa. Kitabu ni Methali 30 mstari ni wa 5. Neno la Mungu limehakikishwa. Biblia inasema nini? Methali 30 fungu lake ni la 5. Mstari wa 5. Kila neno la Mungu limehakikishwa. Kila neno la Mungu limehakikishwa. Yeye ni ngao yao waaminio. Yeye ni ngao wa wale wanaoamini. Neno la Mungu limehakikishwa. Na pia neno la Mungu li hai. Ikiwa limehakikishwa, bado neno la Mungu li nini? Li hai. Kitabu ni Waebrania 4:12. Waebrania 4:12. Biblia inasema, Biblia ikasema, maana neno la Mungu li hai. Maana neno la Mungu li hai. Tena lina nguvu. Tena lina nguvu. Tena lina ukali kuliko upanga na wao. Tena lina ukali kuliko upanga wao. Wao wote utakao kuwili. Wao wote ukatao kuwili. Tena la choma hata kuzigawanya nafsi na roho. Tena la choma hadi kuzigawanya nafsi na roho. Sikia nguvu ambaye neno la Mungu linayo. Ina nguvu ambayo linatisha sana. Na viungo na mafuta yaliyomo ndani yake. Linachekesha pia na viungo na mafuta vilivyomo ndani yake. Tena li jepesi kuyatambua mawazo na makusudi ya moyo. Na pia li jepesi kuyatambua nini? Mawazo na makusudi ya moyo. Kuyatambua mawazo na pia makusudi ya nini? Makusudi ya moyo. Kwa hivyo kuna watu ambao waliweza kuchunguza Biblia hii baada ya kujua kwamba Biblia ni kitu ambaye ni muhimu. Biblia li hai, pia Biblia limehakikishwa. Basi kulikuwa na watu ambao walikuwa katika eneo la Beroya. Paulo alikuwa anahubiri kule alipoenda sinagogi. Baada ya hiyo watu wakapata neno hile. Tuone katika kitabu ni Matendo ya Mitume 17 mstari ni 11. 17:11 Acts. Tunapomalizia the word of God. Biblia inasema nini?
17 mstari ni 11. Matendo ya Mitume. Matendo ya Mitume 17, 12, 11. Biblia ikasema watu hawa walikuwa waungwana kuliko wale wa Thesalonike. Msikie, watu hawa wa Beroya walikuwa waungwana sana kuliko watu wa Thesalonike, kwa kuwa walipokea lile neno kwa uelekevu wa moyo. Mbona walikuwa waungwana? Kwa sababu walipokea ule neno kwa uelekevu wa moyo. Wakayachunguza maandiko kila siku. Na pia wakayachunguza maandiko kila siku, waone kwamba mambo haya ndivyo yalivyo, ili wakubali na waseme ya kwamba mambo haya ambayo yametamkwa na kina Paulo ndivyo yalivyo. Pia watu wa Syria bado nawaambia kwamba nataka tuchunguze maandiko kwa majuma haya mawili, ili tuweze kujua ya kwamba yale ambayo tunasema ni kweli ndivyo ilivyo katika nini? Katika Biblia. Kwa hivyo mwisho kabisa tutasoma kitabu ni Wakolosai 3:16. Tusomee kwanza kwa Kikuyu neno hilo la Matendo ya Mitume 17:11. Inasema hivi. Na rĩrĩ andũ aku nĩ makorirwo marĩ na ngoro njega. Watu hao wa Beroya walikuwa muhimu sana, walikuwa waungwana sana kuliko watu wa Beroya. Gũkĩra acio a Thesalonike. Nĩgũkorwo nĩmetĩkagĩra ũhoro mendeire na ngoro magĩtuĩragia maandĩko mũthenya o mũthenya. Kwa sababu walipokea neno la kuyachunguza maandiko. Mamenyete kana maundu macio meranagwo nĩguo matariĩ, ili wajue jinsi walivyosema ndivyo ilivyo. Hivyo ndio tunaposema tuone ni kitabu ni Wakolosai 3:16. Biblia inasema nini? Biblia ikasema neno la Kristo na likae kwa wingi ndani yenu. Na neno la Kristo na likae kwa wingi ndani yenu katika hekima yote, mkifundishana na kuonyana kwa zaburi. Mkijifunza na kufanya nini? Kukifundisha na kuonyana kwa zaburi na nyimbo na tenzi za rohoni, huku mkimwimbia Mungu kwa neema mioyoni mwenu. Tujifunze na tuweze kujionya kwa kutumia nini? Maandiko. Kwa hivyo kwa majuma hili mawili na wakaribisha tunapochambua Biblia, ili tuone kama ni kweli wanavyosema jinsi ilivyo, ili tupate kujua kweli yote tukiongozwa na nini? Na Roho Mtakatifu. Kwa hivyo tumejua kwamba neno la Mungu ni nini. Natumai ya kwamba kila mmoja amejua neno la Mungu ni nini. Kwa hivyo je, kuna mtu akona swali kuhusu neno la Mungu? Swali kuhusu neno la Mungu? Kwa hivyo kunyamaza ni kumaanisha hakuna swali. Umeelewa kabisa? Asante sana kwa kuelewa. Kwa hivyo siku ya kesho tutakuja kuona kuhusu Mungu Baba. Nakuja kujifunza kuhusu Mungu Baba. Mbwa ni wanyama ambao ukistuka pia zinatoa umoza ambaye pia zinastuka na zinaanza kukufuata, lakini unapotulia haifanye nini? Haiwezi kuuma. Kwa hivyo kijana, siku nyingine ikibweka usikimbie. Labda itakuuma, lakini ukisimama haiwezi. Sawa? Kwa hivyo siku ya kesho wana wa Mungu utajifunza kuhusu Mungu Baba. Ataona Mungu ni nani. Huyu Mungu ambaye tunasema Mungu, kila wakati tunasema Mungu. Je, huyu Mungu ni nani? Na je, tunajuaje kwamba huyu Mungu yuko? Hii ni mambo ambayo tutaweza kuona siku ya kesho. Ya Mungu wabariki. Kwa hivyo tuombe. Tupendaye Mwenyezi Mungu, napenda kukushukuru kwa sababu umekuwa kiongozi. Endelea kutuongoza, utume Roho Mtakatifu ili atuongoze tunapoendelea kuchambua Biblia. Acha mwalimu anayefuata atakapokuja Mwenyezi Mungu, endelea kumuongoza. Ni kwa jina la Yesu Kristo naomba nikiamini. Amen.